mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Korogwe mjini, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi kaka yetu Comrade Everest Mruge, wakuu wa idara, waheshimiwa madiwani ambao ni wajumbe wa baraza hili la madiwani, wakuu wa idara na vitengo vya halmashauri yetu, wenzetu wajumbe wakuu, vyombo vya ulinzi na usalama, tambua uwepo wenu, watendaji wetu wa kata, waalikwa mbalimbali, waandishi wetu wa habari, waandishi wetu wa vikao, masisi na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali yote, na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza kikao chetu hiki salama. Tumejadili kwa kina mustakabali wa halmashauri yetu na watu wake wa mji wa Korogwe, na kwa kweli niwashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa namna mlivyoonyesha mko makini, michango yenu, maswali yenu, mnaonyesha kwamba kweli mna hari na uchu wa kuona yale tuliyoahidi katika kipindi cha kampeni yanakwenda kutekelezwa. Kwa hili hongereni sana waheshimiwa madiwani, hongereni sana. Lakini pia niwapongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa uzalendo mliokuwa nao. Endeleeni ndugu zetu na uzalendo huu. Sisi tunaishi kwenye mazingira salama, wakati mwingine tunakwenda kuruka majoka usiku huko kwa usalama kabisa, tunarudi majumbani kwetu salama. Kumbe nyuma kuna watu wanafanya kazi, na kazi hiyo mmeifanya nyinyi wenzetu wajumbe wa kamati ya kuu. Hongereni sana wazee wetu, na Mungu aendelee kunipa moyo huo wa kuzalendo. Lakini pia nisiwasahau wakuu wetu wa idara wakiongozwa na mkurugenzi wetu, kwa namna mnavyotupa ushirikiano wa kuendesha vikao vyetu na namna tunavyoisimamia halmashauri. Sisi peke yetu hatuwezi, ndio maana mkaletwa nyinyi mtusaidie pale ambapo panahitaji utaalamu, mtusaidie kitaalamu, na sisi tutaleta mawazo yetu kiuongozi. Kwa pamoja tunachakata, tunaondoka na jambo moja, na si nyinginevyo ni maendeleo ya mji wetu wa Korogwe. Nakushukuru sana mkurugenzi, pamoja na timu yako yote ambayo inakusaidia majukumu, kwa namna mnavyoshirikiana na sisi katika kuongoza halmashauri. Lakini pia nimewaona watendaji wetu wa kata, hongereni sana ndugu zetu. Haya tunajadili hapa kwa asilimia kubwa yanatoka kwenu. Mnyonge mnyongeni, haki ya mpeni. Mnafanya kazi kubwa. Tunasifia hapa taarifa ya Rajabu imekaa vizuri, hoja hakuna. Taarifa ya Gao, hoja hakuna. Lakini wanaoandaa taarifa hizo ni nyinyi wenzetu. Hongereni sana kwa kazi mnayoifanya. Mnatoa utu wenu na namna mnatoa muda wenu kuhakikisha kwamba mnatimiza majukumu yenu ya kiutumishi, na sisi viongozi wenu tuko pamoja nanyi. Ukiona changamoto yoyote, ofisi ya mkurugenzi iko wazi. Usikae unaumia na jambo ambalo wewe uliwezi, kumbe ungeleta kwa mkurugenzi ukapata faida. Na nimeambiwa siku moja, alikuwa naongea na mtendaji wangu na ananiambia, mheshimiwa, namshukuru sana mkurugenzi, amesababisha hapa yale makodi yetu kwa tunadaiwa sasa hatudaiwi tena. Hongera sana mkurugenzi. Nimepata taarifa kwamba zile ofisi ambazo tumekodi, wewe umetoa namna ya kufanya ili watu wasidaiwe, watendaji wale wafanye kazi zao kwa uhuru na amani. Hongereni sana wenzetu. Lakini pia nimshukuru makamu mwenyekiti wa halmashauri kwa namna anavyonishauri na wenzetu madiwani. Kuna wakati mwingine kunaibuka mahoja hapa, mwenyekiti, hilo siniruhusu. Na kweli ukiangalia, ukiniruhusu ninakwenda ninatupiga sisi wenyewe. Kwa hiyo nawe nikushukuru makamu wangu mwenyekiti. Mwenyezi Mungu aendelee kufanya uendelee kuwa na busara na hekima katika kipindi chote cha kuendesha baraza letu hili. Lakini kikubwa ndugu zangu ni kutimiza wajibu wetu. Sisi viongozi na nyinyi wataalamu, kila mmoja akumbuke kwamba tuna wajibu wa kufanya kwenye halmashauri.
tukitimiza wajibu wetu sisi viongozi na nyinyi wenzetu wataalamu, tukishatimiza wajibu wetu, hakuna kiongozi atakuja kutoka taifa atakuja kukutana na kero ambazo sisi tunaziweza. Naomba nirudie, sisi viongozi na wenzetu wataalamu, tukitimiza wajibu wetu ipasavyo, tukitimiza wajibu wetu ipasavyo kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zinazotutaka, hakuna kiongozi atatoka taifa atakuja Korogwe atakumbana na kero ambayo sisi wenyewe tutakiwa tuwe watu wa kwanza kuitatua. Kwa hiyo niwaombe kupitia baraza hili, twendeni tukatimize wajibu wetu. Yamejitokeza masuala mbalimbali hapa, masuala mengine hayana mjadala mrefu kwenye baraza hili, lakini naamini kwa sababu mna tayari mmeyaandika na mnakwenda kuyafanyia kazi. Swala la uchafu wa mazingira nimejirudia hapa, na ni kweli mji wetu ni mchafu sana. Mimi mwenyewe ni shahidi. Ukifika kata ya Banundu, eneo la pale kwenye posta yetu kuna ofisi za Amacha pale, Amacha sio nini vile vitaasisi vya hela pale, kuna mitaro leo ukienda inatia aibu na ni usoni kabisa kwa mji wetu wa Korogwe. Kwa hiyo mabibi afya mliopo kwenye maeneo yetu na watendaji wetu, nendeni mkatimize wajibu wenu. Tembeleeni watu ambao wanashindwa kuondoa vichaka na kufanya usafi katika kipindi cha mvua, wafanye usafi ili mji wetu uendelee kuwa safi na salama. Lakini kwa kuongezea, ndugu zangu, mimi naingiaga hapa Jumanne na Alhamisi kazi. Wakati mwingine situmii siku hizo kukaa hapa ofisini, huwa natoka kutembelea shule mbalimbali. Lengo nafanya hivyo ili niwe na taarifa za kutosha za namna gani halmashauri yetu inafanya kazi. Waheshimiwa madiwani, sisi ndio wenye vitu wa kamati za maendeleo kwenye kata zetu. Suala la kula wanafunzi mashuleni ni suala la lazima, sio ombi. Suala la kula watoto wetu mashuleni sio swala la hiari, ni swala la lazima. Twendeni tukasimamie swala hilo kwenye mashule yetu. Ni aibu kubwa watoto wa darasa la pili, darasa la tatu, unamkuta ameshinda shuleni kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 9 hajapata chochote kitu. Unatarajia mtoto huyu aweze kuwa na uwezo gani wa kielimu katika kichwa chake? Kwa hiyo ndugu zangu, ajenda ya kula mashuleni iwe ni ajenda ya kudumu kwenye vikao vyetu vya maendeleo kwenye kata zetu, waheshimiwa. Na nazungumza kwa sababu watendaji wako hapa na tunatuandalia ajenda hizo. Mhakikishe tunapoandaa ajenda la swala la kula la watoto ni ajenda ya kudumu kwenye vikao vyetu vya maendeleo ya kata. Na siku tutakapopokea taarifa hapa, tutaomba hizo taarifa tuzikupe kwenye makabrashi haya kwamba ni shule gani zinatimiza wajibu huu watoto kula na ni shule gani ambazo watoto hawali. Na mzazi ambaye hataki kushiriki kutoa mchango wa shilingi 500 ili mtoto wake ale, msisite kumchukulia hatua.